أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين فصلوات عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. Ama bado tunaendelea tena katika mihadhara yetu ya kuzungumza mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tulizungumza fadhila 13 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na sasa hivi tunaendelea tulizungumza fadhila 12 na sasa tunaendelea na fadhila ya 13 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fadhila ya 13 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kusoma Qur'ani zaidi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kama ilivyokuja aya katika surati al-Baqara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, shahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayinatin min al-huda wal-furqan. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao umeteremshwa Qur'ani al-Karim, ili hiyo ni uongofu kwa watu na ubainifu baina ya haki na batili. Kwa hivyo mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao anatakiwa mtu asome sana Qur'an, na usomaji wa Qur'ani katika siku za kawaida anatakiwa mtu asome Qur'ani katika siku 7. Kama atakuwa na spidi kubwa zaidi asome Qur'ani kwa siku 7, yani kwa wiki moja au amemaliza juzuu 30 katika siku za kawaida. Lakini kama atakuwa ni mvivu sana katika siku za kawaida asome juzuu moja kwa siku. Jambo la kusikitisha ni kwamba Waislamu tulio wengi hatufikii kiwango cha kusoma juzuu moja kwa siku ya Qur'ani katika siku za kawaida, lakini tunapata wakati mkubwa zaidi wa kuchati, wakati wa kusikiliza mipira. Utaona vijana wako mbalimbali wamejazana wakitazama mipira ya Simba na Yanga, Arsenal, Manchester na timu nyingine ambazo hata haziwahusu kabisa. Ile Qur'ani ambayo ndio inawahusu hawaisomi. Kwa hivyo tunatoa wito wa kusoma sana Qur'ani, ajiwekee mtu kila siku katika siku ambayo si ya Ramadhani aweze kusoma juzuu moja, na juzuu moja inasomwa kwa muda wa dakika 23 mpaka dakika 30. Kwa hivyo nusu saa inakutosha sana. Ni swala la kujipanga na kuweza kusoma Qur'an. Ama katika mwezi wa Ramadhani sasa, katika mwezi wa Ramadhani Qatada radhiallahu anhu akimaliza kusoma Qur'ani kwa siku 3, maana yake kwa kila siku moja akisoma juzuu 10, kwa kila siku moja akisoma juzuu 10 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo yoyote yule ambaye anaweza kuongeza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kusoma Qur'ani kuanzia juzuu moja akaendelea zaidi, akapata 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haya mapokezi ya juzuu 10 ndio mapokezi ambayo yako sahihi zaidi. Yako mengine wamesema zaidi ya hapo, lakini katika hali ya kawaida ya mtu kushughulika akatafuta na riziki, juzuu 10 angalau asome katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo jipange sasa katika mwezi huu wa Shaaban, anza kusoma Qur'ani sana, na katika mwezi wa Ramadhani jitahidi angalau upate kwa siku moja juzuu labda kama 3. Kama kwa mtu ambaye ni mvivu kabisa, hawezi kusoma na kazi nyingi, basi angalau apate juzuu 3 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fadhila ya 14 mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kukaa i'tikaf, hasa 10 la mwisho wa mwezi wa Ramadhani, kama ilivyothibiti hivyo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiallahu anha amesema katika hadithi muttafaq, hadithi sahih Muslim 1172, kwamba kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadhan, alikuwa anakaa i'tikafu Mtume 10 la mwisho. Na baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kukaa i'tikafu, akakaa i'tikafu wake zake, na Waislamu wote wanatakiwa wakae i'tikafu. Na tutakuja kuzungumza fadhila za i'tikafu katika makala zinazofuata. Fadhila ya 15 mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa nusra. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameunusuru Uislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama alivyosema katika Qur'an Karim, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adilla. Mwenyezi Mungu amewanusuru nyinyi katika mwezi wa Ramadhani katika vita vya Badru, na nyinyi mulikuwa madhaifu. Waislamu sote sasa duniani tuko madhaifu. Makafiri wana nguvu zaidi, wana silaha nyingi zaidi, wana mipango mingi ya kuharibu. Tuutumie mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuomba nusra ya Waislamu wote kwa sababu Mwenyezi Mungu aliwanusuru Waislamu katika mwezi wa Ramadhani. Mwezi 17 Ramadhani vilipiganwa vita vya Badr.
na masahaba ridwanullah alaihim ajma'in walipigana wakati wamefunga katika mwaka wa pili hijiria. Mwaka wa 10 mwaka wa 8 hijiria, mwaka wa 8 wa hijiria, mwezi 10 Ramadhani, mwezi 10 Ramadhani ilitekwa Maka. Maka ilitekwa mwezi 10 Ramadhani katika mwaka wa 8 hijiria. Khalid radhiallahu anhu alivunja sanamu la Uzza katika mwezi wa Ramadhani. Tabuki, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kabla Ramadhani, lakini alirudi Ramadhani tayari imeingia. Kwa hivyo Ramadhani ni mwezi wa nusra. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunusuru katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, ainusuru nchi yetu, au ainusuru Waislamu waliokuweko Gaza, waliokuweko Afghanistan, waliokuweko sehemu mbalimbali duniani, kwa mfano Sudan, ambao kuna matatizo ya njaa na mapigano na mahala mwingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa nusra katika mwezi wa Ramadhani. Hata wewe ukiwa na jambo lako, unataka nusra, unataka kuoa, unataka kazi, unataka jambo lolote lile, basi utumie mwezi wa Ramadhani kwa kumuomba Mwenyezi Mungu, na utamkuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kujibu dua. Fadhila nyingine ya 16 ya mwezi wa Ramadhani, 10 la mwisho la Ramadhani, ni 10 la kuzidisha ibada, kama ilivyothibitishwa hivyo kutokana na mama Aisha radhiallahu anha katika hadithi ambayo amepokea Imamu Muslim, hadithi 1175, anasema idha dakhala al-ashra ahya al-layla, ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam inapoingia 10 la mwisho, ahya al-layla, akihuisha usiku kwa kusimama na kufanya ibada, wa ayqadha ahlahu, akawaamsha vile vile watu wake wa nyumbani, mkewe na watoto wake, wajadda, akijitahidi zaidi, washadda al-mizar, na akapania shuka, akakaza shuka. Shadda al-mizar ni neno la Kiarabu ambalo baadhi ya maulama wamelitafsiri kwamba ni mtu kujiepusha na kustarehe na wake zake katika 10 la mwisho. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika 10 la mwisho alijipinda zaidi katika ibada, alisimama usiku kila siku, aliwaamsha wake zake, aliwaamsha watoto wake, aliomba dua sana, na akajitahidi katika ibada, na akapunguza vile vile masuala ya mahusiano baina ya mke na mume. Mara nyingi wanawake huwa wanalalamika katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, wanalalamika kwa mafutari mengi sana ambayo wanaume wanayatafuta. Mtu anatafuta futari 3, 4, 5, wengine wanafutari 10. Wakati wa kula pale anagusa hii akagusa hii, mengine anatia katika debe. Vile vile anachukua matunda, atachukua embe, atachukua mapapai, atachukua ndizi, atachukua mananasi, atachukua kila kitu, ataokota mpaka mapera pia. Alimradi maana yake uroho, anaoelekeza uroho kupita kiwango, kiasi ambacho sasa akimaliza kula katika kuftari na uji kombe zake 10, basi tumbo linalia kama chura manake, na hawezi kuswali swala ya tarawih, hawezi kufanya chochote, na mtu atakuwa hawezi kusimama usiku vile vile. Kwa hiyo kufunga wakati wa Ramadhani, iftari kiwango kidogo tu ambacho kitakutosha kwa ajili ya iftari. Na watu wengine huhangaika tena, wakenda madukani, wakenda sokoni kutafuta ndizi, wengine wakatafuta viazi, wengine wakatafuta makoroboi, wengine wakatafuta ndizi mbivu, vitu vya ghali. Inakutosha tu kuftari kwa mkate na chai, na kwa sababu wewe katika usiku mzima ambao unalala, ukiamka asubuhi unakunywa chai tu na mkate. Siku ambayo unakosa vyakula ambavyo ni vya ghali, basi tafuta vyakula vilivyokuwa vya rahisi kabisa, iftari iwe ndogo kabisa, halafu uende katika kuswali tarawih, halafu urudi daku. Hapo tutakuja kuzungumza kuhusu daku. Daku unakula saa 10. Hapo daku ndo unatakiwa ushibe kweli hasa, na upige kata nyingi za maji, kwa sababu daku ni wakati wa saa 10. Tutazungumza kwa kirefu huko mbele, lakini hapa tunazungumza kwamba 10 la mwisho la Ramadhani ni 10 la kukesha kwa ajili ya ibada. Fadhila ya 17 ni kwamba mcha Mungu anapata fadhila, yani mtu yoyote aliyefunga Ramadhani akiwa amejitahidi kweli anafikia daraja ya ucha Mungu. Akifikia daraja ya ucha Mungu, basi kama ilivyo kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Daraja ya ucha Mungu ni nini? Ucha Mungu ni hali ambayo mtu anafanya maamrisho yote na anaacha makatazo yote. Huo ndio daraja ya ucha Mungu.
Ukijiona bado unafanya madhambi yaliyokuwa makubwa, au unapoteza muda kwa kutizama ma TV, unapoteza muda kwa mipira, unacheza ngoma, unasikiliza ngoma, unaburudika kwa ngoma, gari yako unatia miziki, ujue wewe si mcha Mungu. Na jambo la rahisi tu, kwa nini katika gari yako hutii Qur'anil Karim ukanasikiliza vizuri kabisa? Kwa nini nyumbani kwako hutii Qur'anil Karim ukasikiliza vizuri, badala ya kupiga magoma, mambo ya shetani, ukawakera watu? Kwa hivyo ucha Mungu ni hali ya kufanya mema yote na kuacha makatazo yote. Ama kwa mema utakuwa huna uwezo wa mambo mengine, kwa mfano utakuwa huwezi kutoa zaka, utakuwa huwezi kutoa mambo mengine, lakini jitahidi kadiri unavyoweza kufanya yale ambayo yako katika uwezo wako. Ucha Mungu unasaidia nini? Ucha Mungu unasaidia hiyo siku ya akhera, Waislamu ambao watawekwa katika uwanja wa Sirat. Hapo patakuwa na vituko vikubwa sana, patakuwa na vitisho vikubwa mno kupita katika hiyo Sirat. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataiweka Sirati katikati ya Jahannam. Na anazungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Maryam, thumma nunajji alladhina taqaw, kisha tutawaokoa wale wacha Mungu, wanadharu dhalimina fiha jithiya, na tutawaacha madhalimu wakipiga magoti huku wakipaparika, wakiingia katika moto wa Jahannam, wakianguka kuingia katika moto wa Jahannam. Hawa ni Waislamu walosema shahada, walomkubali Muhammad, lakini walikuwa wanafanya maovu, hawakufikia daraja ya ucha Mungu. Funga itakuwezesha moja kwa moja kufikia daraja ya ucha Mungu na kuweza kupita hapo Sirati, kufumba na kufumbua. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika watu hao. Vile vile daraja ya 18, funga itamuombea akhera, kama ambavyo tumezungumza kwamba Qur'anil Karim pamoja na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimethibitisha kuhusu kuombewa mtu ambaye anasoma Qur'ani na kuombewa mtu ambaye anafunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Imamu Albani katika Sahih Targhib, hadithi ya 984, anasema as-siyamu wal Qur'an yushafa'ani lil'abdi, funga na Qur'ani yushafa'ani, vitaombea hivyo vitu viwili yaumal qiyama, siku ya kiyama. Elewa kwamba siku ya kiyama kutakuwa na matatizo makubwa, kila mtu anataka aombewe, waombezi watakuwa wachache. Lakini ukiwa umefunga Ramadhani vizuri, funga yako itakuombea. Ikiwa umesoma Qur'ani, Qur'ani itakuombea. Kwa hivyo jitahidi sana kufunga na kusoma Qur'ani. Fadhila ya 19 ni kwamba funga ni kinga, itamlinda mtu na maovu na moto wa akhera, kama ambavyo Imamu Tirmidhi amepokea hadithi ya 616 kutoka kwa Kaabu ibn Ujrat, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Kaab, as-sawmu junna, funga ni ngome. Maana yake ukiwa umefunga unajisiwilia na kufanya maovu, na kama utakuwa unadumu kufunga, basi utakuwa umejiepusha na maovu moja kwa moja. Tutakuja kuzungumza katika mihadhara inayokuja mbele kuhusu funga inamziwiaje mtu na maovu. Fadhila 20 ni kwamba funga ina malipo makubwa sana sana, kama alivyosema Imamu Nisai kupokea hadithi ya 2222 kutoka kwa Abi Umamati, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Anasema an Abi Umamat, kutoka kwa Abi Umamat radhiallahu anhu, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayul amali afdal, amali gani ni bora? Qala, akasema alaika bisawmi fa inna la idla lahu, jitahidi kufunga, hakika hakuna mfano wa ibada inayolipwa zaidi kuliko funga. Hapo funga inalipwa malipo makubwa kabisa, na tutayazungumza hapo baadaye katika fadhila nyingine. Fadhila 21 ni kwamba funga itampeleka peponi mtu katika mlango maalum unaitwa Babu Rayyan, kama ambao Sahl ibn Sa'id radhiallahu anhu amepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi muttafaqun alayhi, Sahih al-Bukhari, hadithi 1896. Amesema inna fil jannati babun, hakika katika pepo kuna mlango, yuqalu lahu Rayyan, huwa mlango unaitwa Rayyan, yadkhulu minhu saimuna, wataingia wenye kufunga yaum al-qiyama, siku ya kiyama. Huo mlango una siri, na siri yake una maji mengi sana, na kwa sababu ya maji haya watu walikuwa wanajiepusha kunywa maji mchana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapa maji mengi akhera. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika watu watakaoingia katika mlango huo.
Ibn Rajab al-Hanbali anasema kama Abdullah ibn Ghalib alijitahidi sana kufunga katika mwezi wa Ramadhan, na katika mwezi wa Ramadhan na miezi mingine akafunga sunna, na alipokufa huyu bwana, basi kaburi lake lilitoka harufu ya miski kutokana na kufunga sana. Jitahidi sana kufunga. Funga ina siri kubwa. Mwenyezi Mungu analibadilisha kaburi lako kunuka harufu ya miski kwa sababu ya saumu. Fadhila nyingine vile vile, peponi kuna maghorofa, na maghorofa makubwa makubwa. Aliuliza mtu, haya maghorofa ya nani? Ya mitume au ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpa jawabu ifuatayo. Jawabu yenyewe inashangaza sana, hebu isikilize. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hiya maghorofa peponi liman ataba alkalam, kwa yule mtu anayesema maneno mazuri, hasemi uongo, hasengenyi, hatukani, hawadhalilishi watu kwa mdomo wake. Alafu ataamu taam, mtu anailisha maskini, akatoa sadaka. Alafu vile vile adama siyam, anayefunga sana, anadumu kufunga. Maana kudumu kufunga ni kufunga fardhi na kufunga sunna. Kwa hivyo tujitahidi baada ya Ramadhan angalau siku 3 kwa kila mwezi ufunge. Alafu wasalla lillahi billaili wan nasu niyam, na hawa watu wakawa wanaswali usiku hali ya kwamba watu wengine wamelala. Wanaswali kwa ajili ya Allah, watu wengine wamelala. Sala za usiku zina fadhila kubwa, ikichanganyika na Ramadhan, ikichanganyika na kusema maneno mazuri, ikichanganyika na sadaka, basi unaingia peponi katika maghorofa makubwa kabisa, kama alivyozungumza Sayyid Ali radhiallahu anhu, akapokea Imamu Tirmidhi hadithi 2527. Fadhila 22 ya mwezi wa Ramadhan ni kuftari mapema. Kuna kheri, na tutakuja kuzungumza kuhusu mambo ya kuftari katika makala zinazokuja mbele. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yazalu nnasu bi khairi ma ajjalu alfitra, watu hawatoacha kuwa katika kheri muda wa kwamba wanaftari mapema, kama alivyosema hivyo Sahli ibn Sa'id radhiallahu anhu katika hadithi muttafaqun alayhi ambayo amepokea Imam Muslim hadithi 1098. Katika fadhila ya 23 ni kwamba Ramadhani inalipwa bila ya hesabu. Amesema hivyo sahaba Abi Huraira radhiallahu anhu katika hadithi muttafaqun alayhi alipokea Imam Muslim hadithi 1151. Amesema kwamba kullu ibn adama lahu, kila mwana wa Adamu, lahu, ana malipo maalumu ya ibada, illa saumu, isipokuwa funga, fa innahu li, hiyo funga nimeilazimisha mimi, wa ana ajizi, na mie ndo ninajua kiwango gani cha kulipa. Kwa hivyo funga ina daraja ya hali ya juu ya thawabu na inalipwa bila hesabu, kwa sababu funga ina subra ndani yake. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Funga vile vile itamletea mtu afya akifunga vizuri. Kuna msemo maalum, watu wanasema Mtume kasema sumu tasihu. Hadithi hiyo ni dhaifu, amesimulia Abu Huraira, ameidhaifisha Imamu Albani katika hadithi namba silsati dhaifu namba 253. Isipokuwa funga inakuletea fadhila mbalimbali za kiafya, inakuletea fadhila mbalimbali za kiafya ambazo tutakuja kuzizungumza hizo fadhila baadaye inshallah. Na fadhila ya 25 ni kwamba funga inapunguza matamanio. Funga inapunguza matamanio, na kupunguza matamanio kunamsababisha mtu aweze akajidhibiti, anapata self control. Mara nyingi wale watu ambao wanabaka, Mwenyezi Mungu atunusuru, wanakuwa wanashindwa na matamanio yao ya nafsi, na kwa sababu wanashindwa kufunga sunna na fardhi. Kama mtu anafunga sunna na fardhi, basi anaweza kujidhibiti katika matamanio yake ya nafsi, na wataalamu wamegundua hilo swala kwamba mtu yoyote mwenye kufunga ana uwezo wa kujidhibiti. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi ambayo amesimulia Alqama kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man istataa alba'ata falyatazawwaju fa inna lahu wijaan, hakika anayeweza kufunga yoyote yule, man istataa alba'at, anayeweza kuwa na mahari, man istataa alba'a, anayeweza kupata mahari, basi falyatazawwaju, na afunge. Waman lam yastati, na asiyoweza, fa alayhi bisawm, ajitahidi kufunga, fa inna lahu wijaan, hakika funga ni ngome. Fadhila 25 za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usikose basi kusikiliza makala nyingine nzuri kabisa ambayo inaelezea fadhila za funga kwa mujibu wa madaktari.
Hapo tutachambua fadhila za funga kwa mujibu wa madaktari. Wassalamu alaikum wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.